Habari za asubuhi mtazamaji wa Zone Media, natumaini umeamka salama kabisa. Na hapa nina taarifa moja kwa moja kutokea huko nchini Mali. Waziri wa ulinzi wa Mali Jenerali Sadio Kamara ameuawa katika mashambulizi ya kigaidi. Taarifa inaeleza kwamba waziri wa ulinzi wa Mali Jenerali Sadio Kamara ameuawa kufuatia mashambulizi yaliyopangwa kwa pamoja yaliyolenga vituo vya kijeshi kote nchini, serikali imethibitisha. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Issa Osman Coulibaly, Kamara aliuawa baada ya washambuliaji kuvamia makazi yake yaliyopo katika mji wa kijeshi wakati siku ya Jumamosi. Mashambulizi hayo yalihusisha wanamgambo wenye uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda pamoja na waasi wa Tuareg. Ripoti zinaeleza kuwa washambuliaji walitumia gari lililokuwa na bomu kulipua makazi ya waziri huyo katika eneo hilo linalochukuliwa kuwa miongoni mwa maeneo yenye ulinzi mkali nchini, takriban kilomita 15 kutoka mji mkuu Bamako. Mbali na Kamara, watu wengine wa familia yake pia walipoteza maisha, akiwemo mke wake wa pili na wajukuu wake wawili. Jenerali Kamara alikuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika serikali ya kijeshi iliyochukua madaraka kufuatia mapinduzi ya mwaka 2020 na 2021. Pia alitajwa na wachambuzi wa siasa kama mmoja wa watu waliokuwa na nafasi kubwa ya kuwa kiongozi baadaye wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa Al Jazeera, kifo cha Kamara ni pigo kubwa kwa jeshi la Mali, hasa ikizingatiwa nafasi yake muhimu ndani ya uongozi wa kijeshi. Wakati huo huo, rais wa mpito wa Mali Assimi Goita ameripotiwa kuwa yuko salama katika eneo lililolindwa. Mashambulizi hayo yamedaiwa kufanywa na kundi la Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin lenye uhusiano na Al-Qaeda kwa kushirikiana na wapiganaji wa Azawad Liberation Front FLA, jambo linalozua wasiwasi mpya kuhusu hali ya usalama nchini Mali. Hii ni moja kati ya taarifa ambayo inasikitisha sana kutokea huko nchini Mali, ambapo waziri wa ulinzi wa Mali Jenerali Sadio Kamara ameuawa katika mashambulizi ya kigaidi yaliyofanywa na makundi ambayo yana uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda pamoja na waasi wa Tuareg, ambapo ni moja kati ya shambulizi lililopelekea hofu kubwa nchini Mali, lakini pia kusababisha kuuawa kwa wanafamilia wengine wa waziri huyo wa ulinzi wa Mali ambaye pia naye ameuawa. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi leo hii, tutakujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Ni kuombe usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.